nikiwa diwani mpaka nikaja kuwa mbunge. Ninafurahi sana kwamba tuko naye na toni yake haijabadilika. Upendo wake kwa nchi yetu haujabadilika. Ninakushukuru sana baba kwa kuwa na sisi. Huyu mzee ana miaka 76. Amekuwa mbunge miaka 15. Hana kitu chochote anachohitaji kwenye siasa hizi. Lengo lake ni kuona nchi yetu inabadilika na inakuwa kwenye mikono salama kwa ajili ya watu wote. Nataka nizungumze mambo matatu kwa sababu ya muda. Nani miongoni mwetu anaweza kusimama akasema malengo ya kutafuta uhuru wa nchi yetu mwaka 61 tumeyafikia au tuko kwenye malengo hayo? Anyoshe mkono nimuone, alafu mimi nitamchallenge. Wakati wa kupigania uhuru wa nchi hii, Mwalimu Nyerere alisema tunataka uhuru wa taifa letu kwa sababu wakoloni wazungu wameshindwa kuwaondolea Watanzania ujinga kwa maana ya kuwapa elimu. Elimu inafukuza ujinga. Wameshindwa kuwaondolea Watanzania maradhi kwa maana Watanzania wanakufa kwa magonjwa yanayoepukika au yanayoweza kutibiwa. Na wameshindwa kuwaondolea Watanzania umaskini. Mwaka 61 Mwalimu alisema hivyo. Tunajitathmini baada ya miaka 63 ya uongozi wa chama chake Mwalimu, ambaye aliweka misingi mizuri ya kuendeleza taifa hili kwenye nchi yenye rasilimali kubwa kuliko nchi karibia zote duniani. Tunajitathmini sisi ni maskini baada ya miaka 63. Nasema uongo? Sisi ni wanyonge kwenye taifa letu, tunakufa kwa magonjwa yanayotibiwa. Nasema uongo? Ujinga umetamaraki kwa sababu elimu tunayopewa ni ya hovyo. Tumekuja kwenu watu wa Njombe, kama tutakavyokwenda kwa nchi nzima kuwaomba, kama Mwalimu alivyozunguka kuomba kubadilisha nchi hii kwa wananchi, mtuunge mkono tubadilishe nchi hii. Vinginevyo taifa hili limetoka barabarani, tuko kwenye autopilot, dereva ameacha usukani, tunaingia shimoni. Wale wachache wasioweza kuona na wale wachache wanaofaidi vitu vidogo, pipi kama walizokuwa wanatoa wakoloni kwa madisi wa Kiafrika, wanakamata wa Afrika wenzao, ndio hao cheerleaders ambao wanapewa t-shirt na kofia, hawapewi viatu wala hawapewi suruali, wanapiga makofi. Wanapewa mitungi ya gesi ambayo ikiisha gesi haujui nani atakujazia. Utasubiri uchaguzi ujao mwaka 2030 ndio wakuletee hela za kujaza tena hiyo gesi. Wanapewa kanga na vitenge vimechora Samia. Wanasema nani kama mama? Nchi hii haiwezi kuendelea kwenye mikono ya CCM. It will never happen. Haitakaa ikatokea, na kila siku hali itazidi kuwa mbaya. Ndio maana mimi nikiwauliza nyie wenyewe ambao mmeishi miaka mingi kidogo, hivi wakati wa Mkapa na wakati wa Mwinyi wapi kulikuwa na unafuu wa maisha? Watu watasema ni wakati wa Mwinyi, si ndio? Ukiwauliza wakati wa Kikwete na wakati wa nini, wa Mkapa, watakwambia wakati wa Mkapa. Ukiwauliza wakati wa Samia na Kikwete, watakwambia wakati wa Kikwete. Tafsiri yake ni nini? Kwamba kila siku hali ya maisha ya watu inazidi kudorora. Rasilimali za nchi yetu zinazidi kuondoka. Huwezi kuendeleza nchi bila kuwa na basic industry kwenye nchi yako. Ndio maana Mwalimu alianza kujenga viwanda vya nguo ili watu wetu watakapolima pamba wapate sehemu ya kuuza pamba yao kwa bei kubwa. Mwalimu alijenga viwanda vya kilimo kama ZZK, akakiweka nyanda za juu kusini, kwa sababu this was supposed, hili eneo lilipaswa kuwa ndio
basket of the nation, sehemu ya kutoa chakula cha nchi yetu. Akaweka zana za kilimo hapo Mbeya pale. Kwa Wasukuma akawekea viwanda vya pamba. Akajenga viwanda vya kutengeneza matairi ya magari kama General Tires. Akajenga viwanda vya kutengeneza betri za magari kama Yuasa, betri za simu, viatu kama Bata, Bora. Kwa vinaitwa Bora, si ndio? Viwanda vya sukari Mwalimu alijenga. Hizo zinaitwa basic industries. Cha kwanza wanakupatia uhakika wa mazao yako kuingia kwenye kiwanda kwa ajili ya kuajiri watu wako. Cha pili, wanakupatia uhakika wa ajira. Kiwandani peke yake, ndugu zangu, ndio anapoweza kuajiriwa mtu mwenye degree na mtu asiyekuwa na degree. Kuanzia msomi wa hali ya juu mpaka mtu asiyekuwa na elimu kabisa anaweza kuajiriwa kiwandani. Kwa sababu kwenye kiwanda ataajiriwa injinia wa kiwanda. Lakini kiwandani atakuwepo mama ntilie kuuza chakula kwa wale wanaotengeneza kazi kiwandani. Kiwandani atakuwepo yule anayebeba mzigo ili apakie kwenye lori. Njombe, mnaelewa ninachokizungumza? Wangapi wanaelewa ninachokisema? Wanyoshe mkono. Basic industry zote alizoacha Mwalimu zimekufa. Sasa unatengeneza ajira kutoka wapi? Mkoa wenu wa Njombe huu una ukubwa wa kilomita za mraba 21,347. Nchi ya Uholanzi mnayoisikia, Holland, ina ukubwa wa kilomita za mraba 48,000. Mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Sisi wa Tanzania tunaomba msaada kutoka Uholanzi watuchangie budget support. Uholanzi ambao ni ndogo kuliko mkoa wa Mbeya. Nchi ya Israeli mnayoisikia inapambana na Syria, nani wako pale. Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Yaani ukiunganisha Njombe mara mbili ndio nchi ya Israeli nzima. Na Israeli ni jangwa. Sisi kila eneo unapanda chochote kinakuwa. Mvua za Mungu zinakuja. Watu wetu ni maskini. Unawezaje kuwa kwenye nchi kama hii iliyojaliwa neema namna hii, alafu unaenda kwenye mgahawa unakuta kuna kitu kinaitwa tomato ketchup ya kutoka Marekani, American Garden tomato. Mtu wako anayelima nyanya pale Kiroro au Njombe au nini, atauza wapi nyanya yake? Matokeo yake hizo nyanya zinafanya nini? Zinaharibika, si ndio? Alafu mtu anakuja na kubania kwamba duniani kote watu hawatengenezi ajira vijana wanajitengenezea wenyewe. Yeye huyo yuko bungeni anataka mpe ajira, alafu nyie msiwe na ajira. Mimi niliwauliza bungeni kwamba wewe unakuja kusema vijana wajitengenezea ajira. Anza wewe, achia ubunge, katengeneze ajira yako kwanza tuone. Utupe mfano. Ndio uwe na audacity ya kuzungumza kuhusu hilo. Huna audacity ya kusimama kuambia watu eti tengenezeni ajira wakati wewe umeshindwa, umeenda kuomba ajira ya wananchi. Sasa hao watu wamefika mwisho, wanaua uchumi wa nchi yetu. Nchi ya kwanza duniani peke yake yenye Tanzanite peke yake ni Tanzania. Nchi ya dhahabu, nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ya 3, kienda kule kwetu Tarime kuna dhahabu, nenda Geita kuna dhahabu, nenda Kahama kuna dhahabu, nenda Mbogwe kuna dhahabu, nenda Chunya kuna dhahabu, kila kona ya nchi ni dhahabu. Leo nilikuwa naangalia hapo bei ya dhahabu kwenye soko la dunia. Kwa gramu moja, gramu ni 255,000. Gramu, si kama nikisema gramu mnaelewa. Uzito wa wembe
Yaani ukiwa na dhahabu yenye uzito sawasawa na wembe ni 250. Tena wembe ili unavunja ka upande mmoja ndio kanafikisha gramu 1. 250. Nenda Chunya wamejaa wa China ndio wanachimba dhahabu zetu. Nenda Tarime wamejaa wazungu. Nenda Mbogwe, kila kona ni wa China wanachimba dhahabu yetu. Watoto wetu hawana ajira. Hawa vijana wanachohitaji ni serikali yenye akili. Unapopeleka mtoto wako shule, unamfundisha kumasta mazingira yale ulionayo. Ndio maana wazungu wanafundisha watoto wao namna ya kuchimba dhahabu. Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata tanzanite. Nyie shuleni watoto wenu wanafundishwa panzi yana miguu mingapi. Wanatoka kule kuja kumiliki dhahabu ya kwenu. In abundance of water a fool is thirsty. Katikati ya wingi wa maji mjinga na kiu. Elimu ya hovyo. Viongozi wamechoka, hawana maono. Badala ya kutraini watu wako na uruhusu mabenki yako yawe rafiki kwa vijana, mkiwa kikundi cha vijana 10 mpewe leseni ya ukubwa wa hili jukwaa, mpewe na mashine, muingie pale mchimbe dhahabu. Mkipata pesa mtajenga nyumba Tanzania. Fundi atapata ajira. Fundi akipata ajira atapanda bodaboda, bodaboda atapata fedha. Bodaboda akipata fedha atanunua mboga kwa mama anayeuza mboga, mama atapata fedha. Mama atanunua mafuta dukani, mwenye duka atapata fedha. Ataajiri mlinzi, mlinzi atapata fedha. Fedha inazunguka, unatoa utajiri unapeleka Ulaya, unapeleka kwa Wachina kule. Unasemaje una akili wewe? In abundance of water a fool is thirsty. Tunataka tubadilishe nchi. Na tunataka watu serious watuunge mkono tubadilishe nchi. Miaka 63 ya ujinga imetosha. Anazungumza Rose hapa kuhusu chuma. Katika uvumbuzi mkubwa binadamu aliyowahi kufanya duniani, namba 1 ni printing. Binadamu alipovumbua uchapishaji na kuandika, ilikuwa ni invention namba 1 duniani iliyobadilisha maisha ya watu, ndio ilileta elimu na kila kitu. Namba 2 ilikuwa ni madawa ya antibiotics. Namba 3 ilikuwa ni chuma. Namba 4 ni engine na namba 5 ni umeme. Ndio invention kubwa zilizobadilisha maisha ya binadamu. Unakwenda Rudewa, tuna chuma Dr. Slaa cha kuweza kutumika ndani ya miaka 100 bila kuagiza chuma popote. Nendeni kwenye Hansard za bunge na sikilizeni hotuba ya waziri kivuli wa nishati na madini wakati wanaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere. Mimi ndio nilikuwa waziri wa nishati na madini kivuli. Nikamwambia Magufuli wakati ule, kama unawapenda wa Tanzania, kati ya jambo kubwa utakalowafanyia na ukabadilisha maisha ya nchi hii, kila mtu akaishi vizuri. Nchi hii ina uwezo kwa rasilimali tulizonazo. Kila mtu akakaa nyumbani. Wale ambao hawana kazi, serikali ikawa inawalipa hera kama ilivyo Finland, kama ilivyo Norway, kama zilivyo nchi nyingine. Kila mwisho wa mwezi inaingia milioni 1 kwenye akaunti yako. Tuna uwezo huu kwa rasilimali tulizonazo. Tuna uwezo huu. Tuna uwezo. Ndio hivyo wazungu wanafanya, ndio hivyo nchi nyingine. Nchi hii ina uwezo wa kumpa kila mmoja insurance akatibiwa bila tatizo. Tuna uwezo wa kuwapa watu wetu maji ya bomba bure. Tuna uwezo wa kuwapa watu wetu umeme bure kwenye majumba, kwa sababu Mungu ametujalia. Nikamwambia Rais Magufuli, kabla haujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, cha kwanza tuvumbue chuma chetu. Maana yake ni nini? Tutengeneze kiwanda pale. Kiwanda cha Mchuchuma na Liganga walisema investment yake ni dola za Kimarekani bilioni 3, kama trilioni 7.8. Hapo tayari tungekuwa tumetengeneza kiwanda chetu. Kingetoa ajira kwa watu 60,000
direct employment. Yani walioajiriwa kiwandani tu watu 60,000. Population ya Njombe hapa ni watu wangapi? Acha mkoa. Tukisema jimbo hili 100,000 plus. Tuseme hivi, zaidi ya nusu ya watu wa Njombe mjini wote wangeajiriwa pale na nafasi isingeisha. Labda hapo ndio mtanielewa. Na 10% ya watu wa mkoa wa Njombe wangeajiriwa. Na sisemi kwamba wangetoka Njombe tu, nawapa mfano. Sasa hebu fikiria, watu 60,000 wangeajiriwa wako pale Ludewa. Wangapi wangejenga kule? Hizo barabara za kutoka Ludewa, si hapa ndio mkoani? Watu wanakuja kula starehe hapa, wamelipwa mshahara kila mwisho wa mwezi. Hebu fikiria uchumi wa Njombe ungechangamka kiasi gani. Kama kuna uzwa chipsi sahani 10, ungeuza chipsi sahani 20 au 30. Kama kuna maji yananyweka hapa chupa 20, yangenywekwa chupa 40. Watu wameajiriwa pale. Majumba yangejengwa hapa. Mafundi wangekuwa busy. Ludewa. Ungejenga kile kiwanda kwa dola za Kimarekani bilioni 3. Ukikamilisha, unaanza kujenga bwawa wa Mwalimu Nyerere. Unamwambia Arab contractors, nakupa kazi ya kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini chuma chote nunua hapa kwangu. Unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu. Serikali ingepata mapato. Leo tusingezungumza kwamba hakuna walimu, eti walimu hawawezi kuajiriwa. Nchi hii, unaenda kwenye website Dr. Slaa ya tume ya ajira, inakuambia tuna deficit ya walimu zaidi ya 1,000,000. Alafu vijana wako mitaani. Alafu wanasema hawana, eti hatuna uwezo wa kuajiri. Wakati huo wananunua magari ya serikali bilioni 900. Hawa ambao hawana uwezo wa kuajiri vijana, lakini wananunua magari ya bilioni 900. Alafu kuna vijana wajinga eti wamesoma sio elimu gani, sio elimu ya Mavi, eti mimi ni CCM, tumsemee mama. Unajiuliza hao wamerogwa au ni vichaa? Wanaamini ukijipendekeza ukiwa chawa eti utapata ajira. Hata waangalii watu wa pili, anaamini mimi nikiwa humu nikionekana chawa. Sisi tulikuwa vyuo vikuu, dokta anakumbuka, ilikuwa aibu kuvaa nguo ya CCM. Watu wanaonajisi nchi yetu namna hii. Unajihusisha vipi na wao eti na una degree kichwani? Hiyo degree ya nini hiyo? Njombe, mnanielewa? Wangapi wanaelewa ninachokizungumza? Asante. Tutaachia watoto wetu vitu vibaya sana tusipokuwa makini. Nafasi ni sasa, sio kesho. Ni sasa. Hata hao polisi hao, hali yao ni mbaya. Mimi nimekuwa mbunge, mshahara milioni 12. Sasa muulize afande wangu pale mshahara wake shingapi? Mshahara niliokuwa nachukua mwezi, kamanda, wewe ni miaka 2 mwezi. Na mimi siipendi CCM. Wewe wanao kunyanyasa eti unakuta afande, tulia. Tukutengenezee nchi. Tutakapochukua nchi hatutawafukuza. Nyie hao ndio tutafanya na nyie kazi, lakini tutawapa mishahara mara 3 zaidi ya hicho mnachopokea. Kwa msipaniki. Tutaondoa wale wabovu wachache ambao wana makosa na tutawafunga. Lakini wengi tunajua nyie ndi watu wema. Sasa leo unasoma takwimu za serikali, tumeagiza chuma kama alivyosema Rose cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 kwa mwaka jana. Mwaka juzi uliagiza cha shingapi? Nondo zote zinazojenga, sui machuma ya leri, sui nini, mwaka juzi umeagiza cha shingapi? Mwaka ule mwingine uliagiza cha shingapi? Mwaka ule mwingine uliagiza cha shingapi? Insanity, wenda wazimu. Insanity is keep doing the same thing in the same way and expecting different result. Wenda wazimu ni kufanya jambo hilo kwa njia hizo na kutegemea matokeo tofauti.
Yaani CCM wamekuja wanakuambia tutalima barabara ya Lupembe. Ukawapa kura miaka 5 wakulima. Wakaja tena mwaka mwingine, wakatalima barabara ya Lupembe, ukawapa kura wakulima. Mitano mingine 15, 20, 30, 60 hawalimi. Na bado unafanya vile vile. Hiyo Albert Einstein anasema ni uenda wazimu. Na Mwalimu Nyerere anasema mtu mwenye akili akikuambia jambo la kipumbavu, ukikubaliana naye anakudharau. Yaani wewe unaona hiyo ni gari, mimi nakuambia hiyo ni pikipiki, na wewe unaona ni gari na unakubaliana na mimi. Unategemea nini hicho? Ndugu zangu wa Njombe, tunahitaji kubadilisha nchi. Chuma chenu hiki kingebadilisha maisha ya nchi yote hii. Huwezi kuendesha nchi bila kuwa na viwanda vyako vya kawaida. Ngoja niwasomea. Iko hivi. Kama ungejenga kiwanda chako kwa trilioni 7, mwaka huu umeagiza chuma cha trilioni 3, cha mwaka jana labda cha trilioni, miaka 3 tu una kiwanda chako na chuma unachukua bure cha kutosha. Kwa unachimba miaka 100. Lakini kuliko waagize hicho chuma mpate fedha muwe na uchumi, ukiwa na uchumi haui mjinga, unakuwa economic independent. Utapewa gesi ya bure, utapewa kanga za bure, utanunua mwenyewe. Wanaona kuliko upate bora wapeleke nje. Kwa Kikuria tunaiti chinyanyi. Yaani wewe umekuru umeshiba, unaona na mtu mwingine anataka kuja kuru, unachukua mchanga unatia kwenye kile chakula. Ndio maana Mwalimu Nyerere alijenga uwanja wa Kia, eti serikali imeukabidhi kwa Oman, kwa Waomani wauendeshe uwanja. Kila mtalii anayetua pale, fee ya kutumia uwanja wa ndege ni $55 akiwa anaingia. Akiwa anatoka $55. $55 ni kama 150. Kwa hiyo mtalii akitua na kuondoka anaacha $300. Uwanja upo tayari, ulishajengwa, miundombinu ipo, ni kurekebisha, kupaka rangi, kufanya nini, kigae kimebomoka unachukua kingine unaweka, ndege zinatua. Watalii wanaotua pale ni 1.5 kwa mwaka. Zaidi ya bilioni karibia 200. Eti sisi watu milioni 60 hatuwezi kusimama pale tukusanye hela, tumempa Muomani. Sio kama mnaelewa. Alafu mtu yuko Njombe, yena mimi ni CCM damu, unamwangalia. Nyumba yenyewe imekaa hivi, nauliza ni uwe nisiuwe, malaika wanasaidia. CCM damu. Watu wanaohujumu uchumi wa nchi yetu. Dubai mwaka 61 Dubai ilikuwa na watu 70,000 walikuwa wanaishi nomadic life, wanatembea, wanaokota tende kwenye jangwa. Dubai ni jangwa. Wamevumbua pipa lao la mafuta la kwanza mwaka 69. Leo Dubai iko dunia ya kwanza. Jangwani. Hawana hata maji. Maji wanachukua baharini ya chumvi, wanafanya kitu kinaitwa desalination, wanaondoa chumvi, kila mtu ana maji. Tanzania tuna ziwa lenye kina ziwa pana kuliko yote Afrika nzima liko Tanzania, la pili duniani, ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kwenda chini kuliko yote Afrika, la pili duniani liko Tanzania. Mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani uko Tanzania. Mbuga kubwa kuliko zote duniani, Tanzania. Mbuga ambayo iko kwenye maajabu 7 ya dunia peke yake Mungu aliyoumba iko Tanzania. In abundance of water, a fully thirsty. Shamba la maua alilopanda Mungu peke yake liko kwenu hapa Kituro. Watu ni maskini, wanalala njaa kwenye katikati ya utajiri. Kwa sababu watu walioko madarakani wenye roho mbaya, wasiokuwa na mapenzi. Na nimemsikia mwingine anasema kuna watu wametoa watoto wao nje, kwa hiyo ndio maana wanafanya nini, wanataka nchi ingie kwenye machafuko kwa sababu watoto wao.
kuna watu ambao wako nje ya nchi wanaipenda nchi hii kuliko wezi walioko ndani ya nchi hii, kwa sababu mioyo yao iko Tanzania. Ni watu wangapi wamesoma wako Marekani, wananunua vitanda wanatuma kwenye hospitali zenu, wakati mbunge anaiba pesa za nchi yenu anaenda kuficha kule nje. Anayenunua kwa hela yake analeta humu, na waziri anayeiba hapa anaenda kuficha kule. Nani anaipenda Tanzania? Eti kisa tu huko hapa ndio unaipenda Tanzania? Ujinga kabisa, reasoning ya kijinga kabisa. Niambieni, mnatengenezaje ajira kama serikali inaweza kuagiza kwa mwaka, au tukaagiza kama nchi kwa mwaka tomato sauce za bilioni 70. Tumeagiza kwa mwaka mafuta ya kura bilioni 700. Mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, Songea, Kigoma, Thailand imekuja kujifunza namna ya michikichi, wamekuja kujifunzia hapa. Leo wanasafirisha mafuta kuja kwetu ya michikichi. Sunflower, mafuta ya alizeti, sisi tunaweza kutoa na tukauza nje ya nchi. Tunaagiza mafuta ya kura bilioni 700. Maziwa bilioni 34. Watu wa Njombe wanahitaji uwape eka moja hivi, kama una serikali yenye akili, inakwenda kwenye kila family. Unapotaka kuinua uchumi wa watu wako, familia maskini, tunawapa eneo la eka 2. Kila familia actually ina eneo vijijini kule. Unachohitaji ni kuwapelekea ng'ombe tu, kwamba jamani, sikilizeni, si mna maeneo, tunawaletea ng'ombe wa maziwa wawili, na tunawaletea mbegu ya majani, na tutawaletea wale veterinaries wa kuangalia hao ng'ombe. Yule ng'ombe mimi nafuga anatoa lita 20 mpaka 24. Ukiwa nao wawili unaweza kupata lita 40 au 30. Wanamwambia sasa njoo uchukue maziwa. Kwa hiyo kila family itakuwa na uwezo kule kijijini wa kuuza maziwa ya shilingi 40,000 kwa siku. Kwa mwezi milioni 1.2. Hebu fikiria familia kule kijijini inayoweza kupata milioni 1.2. Hiyo familia itajenga, fundi atapata kazi. Hiyo familia itanunua mchere, hiyo familia itafanya nini? Utatengeneza uchumi. Tunachukua bilioni 34 tunasafirisha kwenda nje kuagiza maziwa. Tuna ardhi hapa. Hivi mnanielewa? Tumeagiza ngano bilioni 504, nusu trilioni. Makete hapo, watu wanachohitaji ni uwape trekta, uwape maji, uwape mbegu bora, uwape kiwanda cha kuchakata ngano. Watalima ngano hapo, watauza kiwandani, watajenga nyumba nzuri, watasomesha watoto wao. Viwanda vyako vitauza simenti, utapata corporate tax kwenye kiwanda, utaajiri askari zaidi kuliko wawape watu hizo trekta na nini wananunua ngano kutoka nje ya nchi bilioni 504. In fact tumenunua ngano kutoka Saudi Arabia jangwani, tumenunua ngano kutoka Ukraine kwenye vita. Kwa hiyo Ukraine leo unanunua andazi kwenye mgahawa wa Njombe, fedha inatoka hapa inakwenda kutengeneza ajira Ukraine. Una viongozi hapo, kuna akili hapo, matope tupu. Na tukisema hivyo wanasema tunawatukana. Tumewatukana au tunasema ukweli? Tunaagiza hadi kuku. Yaani mama zetu wanauawa na vikoba na mikopo ya kausha damu kwenye nchi ya utajiri hii. Nimeenda Kiera, tumeagiza mchere kutoka nje ya nchi, mchere wa Pakistan bilioni 204. Unaenda hapo Mbarali, unaenda Kiera, watu wanachohitaji ni wewe uwatolee maji ziwa Nyasa, uwaletee kwenye mashamba. Mchere ni siku 90 umevuna, ni miezi 3. Watu wanasubiri msimu wa mvua mpaka mvua nyingine. Ukiwaletea maji
atapanda mchere, baada ya siku 90 atavuna atapanda mchere, baada ya siku 90 atavuna atapanda mchere, kwa mwaka atapanda mara 4. Huyu mtu umemkomboa maisha yake, atakujengea nchi yako kwa kununua simenti, kwa kununua mabati, kwa kununua gari, kwa kununua nini. Miaka ya 70 Mwalimu alijenga kiwanda cha General Tyres. Mimi nimekuwa, babangu alikuwa na gari, tunanunua tairi za General Tyres. Leo bodaboda zimejaa kila sehemu. Sui bajaji, tunaagiza tairi kutoka China. Tunachukua hera kutoka Rupembe, tunaipeleka China kuagiza tairi. Hatuwezi kutengeneza hata spoku ya bodaboda. Toothpick tunaagiza China. Magogo yako hapa. Tunaagiza furniture. Watu wa Rupembe wanalima mbao, Njombe wanalima mbao. Leo tungetengeneza viwanda vikubwa vya mbao hapa vya kutengeneza furniture. Tungepiga marufuku uagizaji wa furniture kutoka China. Mbao zenu zingekuwa na bei. In abundance of water, a fool is thirsty. Ndugu zangu, tumekuja kuwaomba. Haya mnayajua. Hali za hospitali zetu mnazijua. Hali za maisha yenu mnazijua. Kwenye utajiri huu, nikisema leo tunahitaji kwenda mbinguni, lakini shilingi 100,000 barabara hii hapa, wengi mtaenda motoni hapa. Nasema uongo? Kwamba kiingilio laki kwenda mbinguni, wangapi mtaenda hapa? Babu, ukichomoka familia yako utaiacha inaenda motoni. Kwa sababu hali ni mbaya. Tuungeni mkono. Tunaweza kubadilisha hayo kama kura ya mwananchi itakuwa na nguvu. Kwa sasa kura yako haina nguvu. Tumefanya hivyo kwa chaguzi 3 wanaiba. Sisi Chadema tumesema no reforms, no election. Ili unapomweka rais madarakani, ajue ukicheza na uchumi wa nchi yake, ana miaka 5 tu utamchomoa. Ili ukimweka mbunge madarakani, ajue kwamba asipokusemea bungeni kuhusu chuma chako, kuhusu barabara, akawa mpiga makofi, ajue miaka 5 inayokuja anaenda nyumbani. Ndio maana tumekuja kuomba kwamba mtuunge mkono kwenye no reforms, no election. Tubadilishe, hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Tubadilishe sheria za uchaguzi, tuwe na uchaguzi huru na haki. Watu wapange, wapige kura. Kama mnamtaka Heche, awe Heche. Kama mnamtaka Samia, awe Samia. Hapo twende uso kwa uso, mtu kwa mtu. Sio uchaguzi ambao CCM wanaiba kwa kutumia polisi. Na kila siku wanasema wana nguvu, si ndio? Si wanasema wana nguvu? Si wamesema wana wanachama wengi? Sasa kwa nini mnaogopa uchaguzi? Si nyie mna uchaguzi, mnakubalika, si ndio? Kila siku wanatuambia nani kama mama. Wamefanya kampeni miaka si mingapi. Mama hauziki. Kila mabango yake ni mengi kuliko mabango ya biashara nchi. Kila kona bango la mama. Kama mnakubalika, tuwekeni uchaguzi huru na haki, tuwanyooshe muone. Wanaweza? Wanaweza? Wangapi wanasema hawatuwezi? Kwa hoja hizi wanaweza? Wakija hapa, si mambo mawili. CCM juu zaidi. Juu mnatafuta nini? Matatizo ya wananchi yako chini hapa. Sisi tuko chini hapa, hatuna barabara, hatuna maji, hatuna umeme. Nyie juu zaidi mnatafuta nini huko? Anakaa Mungu huko. Tunawataka tuwashushe hapa chini hapa. Waje na hoja, watuambie kwa nini hakuna ajira kwa watu wetu. Watuambie kwa nini wameoa viwanda ambavyo kwa nini wanatoa fedha zetu kwenda kununua vitu nje wakati tunaweza kuvitengeneza hapa. Hayo ndio tunataka majibu. Sio ujinga ule makara anaosema eti sijui Chadema wananunua virusi vya Mpox, sui na Ebola. Ebola inauzwa duka gani makara? Shanzi kabisa. Watu wa Njombe, mkiunge chama hiki mkono. Hiki ndio chama chenu kitakacho wabadilishia maisha yenu. Siasa sio mchezo. Siasa ni maisha yako. Na sisi kwa sababu chama chetu ni cha wananchi, tunataka kiendeshwe na wananchi wenyewe.
Hatuna fedha kama Mwalimu ambavyo hakuwa na fedha, na hatuogopi kusema hivyo, kwa sababu sisi hatuko serikalini, hatuna fedha za kuiba. Tunataka mchango wako wa shilingi 100, 200, tuweke mafuta, tupeleke injili ya ukombozi vijijini zaidi. Tuweke tairi za magari, tupate namna ya kulala. Mimi nimetoka kwetu Nitalime, hamjanipa hela nyie watu wa Njombe, nimelala hapa ili niwaletee message ya ukombozi. Nani anaweza kusimama akasema hii message tulioacha hapa sio ya muhimu? Wote mnasema ni ya muhimu. Tunahitaji mshiriki katika kuendesha chama hiki. Tuna njia zetu, mtapewa vipeperushi hivi msome. Tumeanzisha kitu kinaitwa tone tone. Mnisikilize kwanza, mnaogawa tulieni. Inaeleza kwenye mitandao yote. Ukiwa na Vodacom, inaeleza hapo, unabonyeza *150 *00 leri. Unaenda namba 4, lipa kwa M-Pesa. Unaingia namba 5, malipo ya kujirudia. Unaenda namba 1. Kwenye malipo ya kujirudia hapo unaenda namba 1. Unaenda namba 5, namba ya kampuni. Unachagua namba 3. Namba 6, namba ya kampuni unaweka 1 1 1 3 3 3. Wanakuambia weka kumbukumbu ya malipo. Unaweka hiyo hapo 1 2 3 4. Unaweka kiasi. Alafu namba 9 watakwambia weka jina. Unaandika neno Chadema kwa herufi kubwa. Sasa unachagua hiyo namba 10, ndio ya muhimu. Unachagua malipo ya kujirudia. Tunatamani kila mtu ajiunge, aidha kwa wiki, hata ukiweka shilingi 500 kwa wiki, au kwa mwezi, au 1000 kwa mwezi, au 2000 kwa mwezi. Hatuhitaji kubwa, ndio maana tunaita tone tone. Tone la Njombe, tone la Tarime, tone la Lupembe, tone la Mwanza. Mvua inakuwa kubwa ya kuiondoa CCM madarakani mwezi wa 10, ili tupate nchi tunayoitaka. Kwa hiyo unaweka kama ni kwa mwezi, kile ikifika mwezi simu yako itakukata automatic shilingi 1000 uliyoandika au 2000 uliyoandika. Alafu unaweka sasa kuanzia tarehe. Kwa mfano tarehe ya leo ni tarehe ngapi? 26. Mwezi wa ngapi? Wa 3, mwaka 2025. Unaandika. Unaweka tarehe ambayo unataka ulipe mpaka. Kwa mfano unaweza kuamua uweke mwaka mzima. Unaandika tarehe 26 tena, mwezi wa 3, mwaka 2026. Weka namba ya siri, weka 1 kuthibitisha. Muamala umeenda. Kama ni 1000, wale wenye 10,000, wenye 500, wenye shilingi 100, usione aibu. Na Airtel hivyo hivyo. Sasa nataka wote mshike simu, twende. Kila mtu atoe mchina wake mfukoni. Ashike hapa tuone. Tuanze kudemonstrate. *150 *00 leri. Shika mchina, sioni watu wameshika simu hapa jamani. Mwenyekiti, shika simu hapa. Au ulishajiunga na tone tone? Hapana, shika simu wote hapa. Hiyo ni kwa wale wanaotumia Vodacom. *150 *00 leri. Umebonyeza? Twende lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 hiyo. Umechagua namba 4? Simeingia na lipa kwa M-Pesa, mmeenda hapo? Haya. Ingia malipo ya kujirudia. Chagua malipo ya kujirudia pale namba 9 pale. Malipo ya kujirudia. Si umeona malipo ya kujirudia? Umechagua namba 9. Haya. Chagua namba 1. Weka malipo ya kujirudia namba 1. Umechagua? Wanakuletea, angalia namba 3 hapo. Chagua namba 3.
ambayo inasema namba ya kampuni. Umechagua namba 3. Haya, ukichagua namba 3, sasa hiyo namba ya kampuni wanayotaka uweke, weka 1 1 1 3 3 3. Mmemaliza? Inakwambia weka kumbukumbu ya malipo 1 2 3 4. 1 2 3 4. Weka kiasi. Kama ni 1000 weka 1000. Kama 2000 weka 2000. Wale 5000 weka 5000. Memaliza? Haya, bonyeza. Inakwambia weka jina la malipo. Jina la malipo, andika neno Chadema kwa herufi kubwa. Chadema. Alafu ubonyeze. Memaliza? Haya, inakwambia marudio kila siku. Ukitaka kila siku chagua kila siku, kila wiki, kila mwezi, itakuonesha hapo. Sasa kama ni mwezi chagua mwezi, kama ni wiki chagua unavyotaka kuichangia Chadema. Alafu ukishamaliza umeshachagua hapo, itakwambia weka tarehe ya kwanza ya malipo. Mfano, leo ni tarehe ngapi? 26. Uandike 26, usiachanishe nafasi. Andika 03. Alafu andika 2025. Si huu ni mwaka 2025? Bila kuacha nafasi. Ukimaliza hapo, command ikikubali itakuomba tarehe ya mwisho. Weka tena tarehe 26 mwezi wa 3 2026. Itakuomba namba ya siri, weka namba ya siri. Alafu thibitisha kwa ile 1, tayari umechangia Chadema. Wa Airtel geuzeni upande wa nyuma, wa nani geuzeni upande wa nyuma. Wale wanaotaka kuchangia moja kwa moja kwenye Voda, namba yetu ukitaka kutuma moja kwa moja kwenye Voda ni 0744 44 6969. Itakuletea jina Chadema HQ kama unataka kutuma moja kwa moja. Na sisi tutakuwa tumepata mafuta ya kuendesha chama hiki na ili kiweze kuwa sauti yenu. Tukiruhusu chama hiki kitekwe na fedha za mabepari, hakitakuwa sauti yenu, kitakuwa sauti ya mabepari. Sijui kama mnanielewa? Mmenielewa vizuri? Haya, kunja ngumi sasa, tuagane, tuna mkutano Makambako. Kunja ngumi. Na kila mtu apate kipeperushi na petition. Tuna saini kwenye makaratasi meupe hapo. Kila mtu ambaye anasema tunataka mfumo wa uchaguzi ubadilishwe saini hapo. Hizo karatasi tutazipeleka Umoja wa Mataifa. Tumezungumza na mabarozi, mliona. Tumeenda Kenya, tumezungumza na Raila Odinga, tumezungumza na viongozi wa dini. Hii kampeni sio ya Chadema peke yake. Hata mwana CCM anayechukia ujinga huu wa nchi hii, na yeye ni sehemu yake. Hata polisi saini kwenye petition, kwa sababu hawatajua kwamba wewe ni polisi. Baadaye uombe Rozi akuletee fomu taratibu nyumbani usaini, au pembeni ukiwa umevaa kiraia. Wote tusaini humo. Tunataka mabadiliko kwenye nchi hii. Sawa sawa? Haya, kunja ngumi. Kunja ngumi. Kunja wote. Koroga koroga koroga. Koroga. Haya, twende kazi.